Wakazi na wafanyabiashara mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, wameitaka serikali ya kitaifa kufadhili mpango wa upanuzi wa mji huo kama alivyoahidi Rais William Ruto, wakisema hatua hiyo itavutia wawekezaji na kuchochea ukuaji wa biashara. Wakati huo huo, serikali ya kaunti inaendelea kuboresha miundombinu huku ikikabiliana na changamoto ya msongamano wa wafanyabiashara kukosa maeneo rasmi ya kufanyia kazi zao. Evans Jaola anaarifu zaidi. Wafanyabiashara hao wamelalamikia miundo msingi duni katika mji huo, hali ambayo inalemaza shughuli za kibiashara hasa kwa wafanyabiashara wadogo. Tunaomba wa fast track masoko yetu haya mawili makubwa ili wafanyabiashara watoke kwa barabara to decongest our roads. Wakazi pia wanahoji iwapo mji huo utapanuliwa basi utatoa nafasi kwa ukuaji wa sekta mbalimbali ya biashara na kuwavutia wawekezaji. Watu kutoka nje wakiingia town wanaona usafi. Pia mimi napata pale mapato, sababu wageni wakikuja wa boma lazima wenye boma wapone. Tukiwekewa hizi taa kuelekea sehemu za Matisi kutokea hapa tutafurahi sana, sababu hali ya ujambazi na nini security itakuwa sawa. Tutakuwa tunaangaziwa mambo ya security. Security wetu watakuwa anatembea vizuri, mwangaza iko, hakuna mtu ambaye ataweza tatiza wakaaji wa mji wa Kitale. Haya yanajiri huku serikali ya kaunti ikianza mpango kabambe wa kurekebisha barabara ili kuboresha uchukuzi mjini na njia moja ya kubadilisha sura ya mji huo. Hii barabara vile board member amesema inatusaidia kwa ajili ya usafiri wa wanabiashara pamoja na wananchi kwa jumla, ili kupita town iweze kuwa rahisi kwao. Pili, imebadilisha mandhari ya mji wetu wa Kitale. Na tulifanya tukatembea tukaangalia kwamba ni watu gani wanahitajika kwenda kule sokoni. Kule kuna nafasi kama 3,000. Sasa wakati hiyo soko hivi karibuni inaisha, hawa watu wote tutawatoa hapo na kila mtu atapata nafasi ya kuweza kukuwa na nafasi ya kufanya biashara yake. Ni mpango unaolenga tu sio kuboresha mji wa Kitale, lakini pia kuwavutia wawekezaji. Evans Jaola, runinga NTV, mashinani, kaunti ya Trans Nzoia.